Mara baada ya kujifungua, mama hupata mabadiliko kadhaa ya kiafya ambayo yanamsaidia kurudi katika hali yake ya kawaida kama ambavyo alikuwa hajapata ujauzito. Sasa mabadiliko haya kuna wakati yanaweza kuambatana na maumivu, lakini pia kuna wakati yanaweza yakaja bila maumivu. Katika siku ya leo nitakuletea mabadiliko ambayo mama hupitia kurudi hali yake ya kawaida mara baada ya kujifungua. Tutakuwa naye Daktari Lenny Komba anakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe, usikilie pembeni yake. Mabadiliko ya kwanza ni kutokwa na damu mara baada ya kujifungua. Mara tu baada ya kujifungua, mama anaweza akatokwa na damu ambayo tunaita lokia. Damu hii ni hali ya kawaida itatoka tu kuanzia siku chache mara baada ya kujifungua mpaka wiki kadhaa mara baada ya kujifungua. Damu hii ni hali ya kawaida na inapungua kadri ya siku ambazo zinazidi kwenda. Cha kuzingatia ni kwamba damu hii haipaswi kuwa nyingi sana na haipaswi kuwa ya mwendelezo wa siku nyingi. Ukiona ni mwendelezo sana, basi wahi kituo cha afya kwa ajili ya usaidizi wa kitaalamu. Mabadiliko ya pili ambayo mama hupitia ni maumivu ya sehemu za siri kwa wale ambao walijifungua kwa njia ya kawaida. Kwa wale ambao walijifungua kwa njia ya kawaida, baadhi ya wazazi hupitia mabadiliko ya maumivu ya njia ya uzazi. Kwa njia hii pia naye anarudi katika hali yake ya kawaida kama ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo anaweza kupata maumivu kwa kiwango fulani. Mabadiliko ya pili ni kurudi kwa tumbo la uzazi kama ilivyokuwa mwanzo. Wakati wa ujauzito tumbo la uzazi lilikuwa linatanuka. Sasa hivi tumbo la uzazi litajirudi kama ilivyokuwa mwanzo. Sasa kwenye kwa tumbo la uzazi kunaweza kukambatana na baadhi ya maumivu kwa baadhi ya wazazi. Kwa hiyo mama akiona hali hii, jua kwamba ni mabadiliko ya kawaida kabisa. Mabadiliko mengine ni mabadiliko ya homoni ambayo yanaweza kupelekea mama kuwa na hisia za huzuni, kuwa na hisia za hofu, na muda mwingine pia kuhisi mambo hasi kumhusu mtoto. Mama anaweza akahisi kwamba atamzuru mtoto au akahisi kwamba atamfanya jambo fulani kumhusu mtoto. Hizi ni hisia za kawaida ambapo zinahitaji kufanyiwa kazi na zikatokea kwa mama mara tu baada ya kujifungua. Mabadiliko mengine ni maumivu ya matiti na matiti kuvimba. Mara tu baada ya kujifungua, mama ataanza kuzalisha matiti kwa ajili ya chakula cha mtoto. Hivyo mama huyu pia anaweza kupata changamoto ya kupata maumivu ya matiti ambayo wakati mwingine yanaweza yakaambatana na matiti kuvimba. Kwa hiyo dalili hii, basi ndio kwamba ni mabadiliko ya kawaida ambayo mama anapitia, na mabadiliko haya yanaweza yakaasili au yanaweza ni ya muda mfupi, hasa katika wiki za mwanzo mara baada ya kujifungua. Mabadiliko mengine ambayo mama hupitia ni kupungua kwa uzito mara baada ya kujifungua. Mara baada ya kujifungua, mama ataanza kupungua ule uzito ambao alikuwa nao hapo kabla, ambapo alikuwa ana ujauzito. Wakati ujauzito anakuwa na uzito mkubwa, mara baada ya kujifungua ataanza kupungua uzito ili kurudi katika hali ya kawaida kama ambavyo alikuwa hana ujauzito. Mabadiliko mengine ambayo mama hupitia ni nywele kubadilika au kuanguka kwa baadhi ya wanawake. Hii ni kutokana na mabadiliko ya homoni. Kama ni makubwa sana, basi yanaweza yakaathiri hata ukuaji wa nywele, mabadiliko ya nywele. Nikushukuru kwa kunisikiliza katika mada ya fupi ya siku ya leo. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Naamini kuna jambo ambalo umejifunza katika siku ya leo. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Kama kuna swali lolote lile, basi niandike kwenye comment section na tutajifunza zaidi na tutapata